Naitwa Malikia Izeba kutoka Mbezi kwa Yusufu, watunza misingi, Opobopabu. Kutoka Mbezi kwa Yusufu, watunza misingi, Opobopabu. Mimi leo ni mtangazaji wenu katika kipindi cha za kwetu TBC2. Tupo kuongelea muziki wa Bongo Flava kwa ujumla na malegend wote wa TZ. Mimi nimeanza kupenda muziki tangu naanza kujifahamu. Tangu kipindi niko shule ya msingi nilikuwa nikipenda muziki, na mimi ni Mkristo. Nilikuwa nikiimba pia Sunday school. Nikaja nikaenda paka sekondari kuna vikundi vya kuimba vya dini. Kwa hiyo pia na mimi nilikuwa mmoja wapo, nilikuwa nikishiriki. Na pia nikatoka mpaka chuo, mpaka kwenye harakati zangu za kutafuta maisha. Muziki ni sehemu yangu ya maisha. Napenda muziki, siwezi kukaa siku nzima bila kusikiliza muziki. Na nimependa muziki, na kuna watu ambao wamefanya mimi muziki niupende. Kuna wasanii kama Raisi, ni msanii ambaye nimemsikiliza sana, karibia nyimbo zake zote. Kuna Lady JD, kuna Chidi Benzi, kuna Weusi, ni wanamuziki wengi, siwezi kuwataja wote kwa pamoja. Ila muziki yao ilikuwa ikinikosha mpaka leo nilipofikia hapa, na bado naendelea kusikiliza muziki yao, na nimekutana na familia za nyingine na bado nasikiliza muziki. Kipindi niko shule ya msingi, nakumbuka nilikuwa pia Sunday school kanisani, nilikuwa nikiimba nyimbo za dini, lakini bado nilikuwa tukirudi shule. Unajua kipindi kile mtu unachukua daftari, msanii labda unamkubali Raisi, unaanza kuandika mashairi yake kwenye daftari, unaandika, unaimba. Umeandika mashairi ya Lady JD, unaimba, umeshanielewa. Kwa hiyo muziki mimi nilikuwa napenda sana, na bado napenda mpaka sasa hivi. Tumekuja sekondari pia, niko preform 1. Nakumbuka msanii wangu mkubwa sana pia alikuwa ni Alikiba. Alikiba ni msanii ambaye nilikuwa namsikiliza sana, na pia nilikuwa naweza hata kuandika mashairi yake kwenye daftari langu. Yaani ulikuwa ukishika daftari langu la shule, lazima kuna madaftari yangu mengine kwenye begi, lazima utakuta nyuma nimeandika mashairi ya wasanii baadhi ambao nyimbo zao nazipenda. Kwa hiyo mimi muziki ni part ya familia, ni part ya maisha yangu. Napenda muziki mpaka sasa hivi, pia napenda muziki. Na pia muziki inaweza, kama ninavyosema, mimi ni part ya maisha yangu. Muziki umenifanya mpaka leo ninavyoishi hapa. Nimekutana na watu ambao kwa sababu ya muziki nimeweza kupata channel ya kujitafuta kimaisha. Yaani na maana muziki, mimi sio mwimbaji, lakini muziki napenda, na watu ambao nafahamiana nao ni wanamuziki, wamenipa channel za kutafuta maisha, na mpaka leo ninavyokuambia naishi na wanamuziki, na ndio maana mimi muziki nipate familia yangu. Mimi wasanii wa zamani niliokuwa na wakubali, kuna msanii ameshafariki anaitwa Mangwea. Ni msanii mkali, nilikuwa napenda flow zake, nilikuwa napenda the way style anayochana. Kuna nyimbo ni Penidili, ile nyimbo ilikuwa ni kali sana, nilikuwa naipenda na mpaka leo naisikiliza. Kuna nyimbo nyingine alifanya na Daki Master, Shigatoan, nyimbo kali sana, nyimbo inaongelea mtoto mzuri ya kimapenzi sana, yani iko vizuri. Kuna msanii mwingine anaitwa Professor J. Professor J ni msanii pia mkali kwangu sana, nimesikiliza nyimbo zake kwa kipindi kirefu mpaka na sasa hivi. Kuna msanii anaitwa Rado, kuna nyimbo yake Usiulize, ni ngoma kali sana. Kuna msanii mwingine, wasanii wengine wanaitwa Maujanja Supplier, ni wasanii wakali. Kuna nyimbo yao moja wameimba na Lamadi, hiyo nyimbo ni kali sana na ninaikubali vibaya mno. Kwa ni wasanii wangu wakali ambao naweza nikawaongelea, ambao nawajua, ambao nimewasikiliza tangu nikiwa mdogo mpaka sasa hivi. Moja na hivyo, kuna maproducer kama P Funk Majani, na kuna producer anaitwa Lama. Au pia ni watu ambao tulikuwa tukisikiliza muziki lazima tuwajue na hao maproducer. Kwa hiyo maproducer nao pia walikuwa na mchango mkubwa sana kwenye muziki. Muziki wa zamani naweza nikasema
muziki wa zamani unaishi mpaka sasa hivi. Muziki wa zamani unaishi, unaweza ukakaa sehemu yoyote, kwa sababu mimi napenda muziki, kwa hiyo napenda nakaa sehemu ambazo ni tunasikiliza muziki. Muziki wa zamani unapigwa na unasikilizwa sana. Siupondei muziki wa sasa hivi, lakini japo muziki wa zamani naweza nikaongelea mimi binafsi, muziki wa zamani unaishi na utaendelea kuishi. Kuna muziki ambao tumesikiliza sisi tukiwa tuko wadogo mpaka sasa hivi tunakuwa bado tunasikiliza na bado unaupenda na bado watu wanauelewa. Kwa hiyo mimi naweza nikaongelea kama msanii Lado, muziki na nyimbo yake inaitwa Usiulize. Hiyo nyimbo inasikilizwa na kila mtu. Professor J, nyimbo yake inasikilizwa na kila mtu. Mangwea tunasikiliza nyimbo zake japo amefariki, lakini mpaka leo muziki wake unaishi. Maujanja ni wasanii wakali, tunasikiliza nyimbo zao na tunazikubali. Kuna nyimbo inaitwa 50-50, nyimbo kali vibaya mno, watu tunasikiliza. Kuna hiyo nyimbo ambayo nimesema wamefanya na Lamadi, nyimbo kali vibaya mno. Kwa hiyo muziki wa zamani mimi kiujumla, kwa upande wangu mimi naweza nikaongelea ni muziki ambao unaishi na utaendelea kuishi na utazidi kuishi. Kwa hiyo kwenye masuala ya muziki wa legend, kwa sababu tunaongelea muziki wa zamani wa Tanzania, binafsi mimi ni mwanafamilia wa muziki wa zamani na naukubali muziki wa zamani. Baada ya maelezo yote, hizi ndo ngoma zangu, mtangazaji wenu wa za kwetu TBC2, ambazo ninazikubali za zamani. Kuna nyimbo ya Professor J, Hapo Vipi, ni nyimbo kali ambayo naikubali mashairi yake kwanza, na ina ujumbe mzuri kwa jamii, na ndio maana mpaka leo unaweza ukaisikiliza na usichoke kuisikiliza. Tunakuja na nyimbo nyingine ya Lado, Usiulize ni bonge la nyimbo kali vibaya mno na ina mashairi mazuri sana. Mtu yoyote anaweza pia akasikiliza na akaelewa, na unamsikia kabisa the way ambavyo anaimba, anavyochana, unasikia kabisa ujumbe. Yani sio kwamba mtu anachana, unajua kuna msanii anaweza akawa anachana lakini ukauliza pale ameongea nini, lakini kwenye muziki wa Usiulize wa Lado unausikiliza mwanzo mwisho na unaelewa. Mtu wa aina yoyote anaweza kauelewa. Kuna msanii anaitwa Mangwea na nyimbo zake mbili kali ambazo naweza nikazitaja. Kuna Nipenidili ina ujumbe mkali, ina ujumbe wa kuhaso. Yaani ukisikiliza ile nyimbo unapata nguvu ya kuhaso, ya kujitafuta. Kwa hiyo ni nyimbo kali sana ambayo naipenda. Kuna nyimbo ya Shigatewani ambayo amefanya na Daki Master. Ni nyimbo nzuri ambayo inamuongelea mwanamke, na ni nyimbo ambayo inadedicatiwa, mwanamke akidedicatiwa lazima achomo. Na nyimbo nyingine Maujanja Supply, nyimbo ambayo nimeisikiliza kwa muda mrefu sana na mpaka walipata tuzo hiyo nyimbo. Nakumbuka nyimbo ambayo amemshirikisha Lamadi, inaitwa sikumbuki jina lake vizuri, lakini Subira. Nyimbo inaitwa Subira, ni nyimbo kali sana na naikubali. Kwa hiyo nyimbo zangu kali 5 za wasanii wangu wa zamani ni hizo, na mimi ndo mtangazaji wenu wa za kwetu TBC2 kutoka Mbezi kwa Yusufu Pubupabu, watunza misingi. Wasanii wa zamani wamefanya mambo makubwa kwa wakati wao, wamefanya mpaka leo muziki bado tunasikiliza na tunaupenda kwa ujumla. Kwa hiyo mimi mwenyewe naweza nikasema wana mchango mkubwa sana kwenye tasnia ya muziki wa Tanzania. Kwa hiyo kwa kuthamini mchango wao wasanii wa zamani, ndio maana tuna kipindi cha za kwetu TBC2, na mimi ni mtangazaji wenu Malkia Izeba kutoka Mbezi kwa Yusufu, watunza misingi Opobopabu.